Mtazamaji wa Mchuchuma TV, hapa ni katika kijiji cha Njomlole ambacho kipo kata ya Wemba, halmashauri ya mji wa Njombe, mkoani Njombe. Na leo hii tumefika katika eneo hili ambalo linazalishwa soya. Na shamba hili linamilikiwa na kampuni ya McDonald ambao wanajishughulisha na uzalishaji wa mbolea za organic, kwa maana kwamba ni muunganiko wa mawe ambayo yamesagwa ili kuhakikisha kwamba yanarudisha ardhi katika ubora wake. Na katika shamba hili kuna ekari zaidi ya 650 ambazo zimeandaliwa special kwa kuzalisha zao la soya, ambapo anaeleza namna zao hili linavyoweza kuleta fursa katika jamii. Mimi naitwa McDonald Mokamele, niko katika kijiji cha Njomlole hapa, ambapo nimewekeza kwenye shamba la ekari 650 mpaka sasa hivi, tukileta zao ambalo ni jipya kabisa la soya. Kama mnavyoona, hili zao la soya lilikuwa halijawahi kulimwa katika maeneo ya Njombe huku, lakini sasa tunataka tuwaletee zao mbadala labda kutegemea maparachichi zaidi, lakini bado pia tuna invest katika soya ili tuone jinsi gani wanaweza na wao labda kesho kutwa wakakop nao wakaanza kulitumia hili zao kama zao la biashara. Hili ni zao la biashara ambalo hata kwa kilo moja halingani na parachichi, kwa sababu hii katika kilo moja unapata kama 1500 kwa kilo. Kwa hiyo it means kwa wao wakilima means itawasaidia sana kufanya biashara, si ndio manake? Sasa kama mnavyoona hapa nyuma yangu unaona kuna vijana wanafanya kazi kwa ajili ya kupalilia, na hizi ndio technology mpya kwamba kupalilia sio lazima ushike jembe. Ukinunua hizo mashine ni kwamba itakusaidia zaidi, zitakusaidia kupalilia kwa haraka. Kwa sasa hivi hawa vijana wanapalilia soya beans. Hii soya inachukua ni miezi mitatu. Miezi mitatu inakuwa imeshakomaa. Kazi ya soya, unaweka mafuta ya kula. Kazi ya soya ni mafuta ya kutengenezea ndege. Kazi ya soya diesel. Ukikamua hii soya ukachanganya na diesel labda lita 20 ya diesel, unaweka soya lita 60 au 70. Magari yanakwenda. Kwa hiyo ina maana soya ni kitu ambacho ni chakula pia cha wanyama. Unaweza kwa mifugo na kila kitu inaweza kuwa inasaidia. Kwa hiyo ina maana na market yake ni kubwa worldwide. Hii haina kudanganya, haiozi, haifanyi chochote. Ukishaweka ukipaki manake ni kwamba inakwenda. Kwa hiyo nilichokiona ni kwamba pia tulifikiria ujaji mkubwa wa zao la parachichi ambalo sasa watu wote kama mfano mkoa wa Njombe wanalitegemea, lakini bei zake zimekuja kushuka. Ina maana sasa pale tunashusha uchumi wa nchi au mkoa. Kwa ili tuweze kuunganisha hivyo vitu, ndio tunajaribu kuona kwamba je, tukiwapa zao lingine tofauti wataweza wanaweza wakaliadapt lile zao, alafu baadaye likatuletea pia mazao mazuri na mengi. Na ndio maana katika hili tukaamua kuwapa heka 200 bure, ili waweze nao kama ikiwezekana wachangie kuendelea kuanza kulima kulima soya. Sasa wasema labda ardhi tumefanya nono, ardhi nimewapa mwenyewe 200 acres, ili waone je hizi soya zitafanya kazi vizuri katika shamba lao. Naona kwa sisi market ipo ya kutosha kabisa. Kwa sasa hivi of course wakati tuwekeze soya katika ekari 650. Ndio ya kwanza, hiyo ndio awamu ya kwanza. Lakini haya mazao kumbuke kwamba ni ya muda mfupi. Kwa hiyo tutakapokuwa tumetoa soya, tutaweka maharage, tutaweka vitu vya muda mfupi, yani horticulture. Kwa hiyo ina maana hii sasa itawapa ajira watu wengi zaidi. Kwa hiyo tunategemea tuwape ajira watu zaidi ya watu labda 2000 au 3000 itakavyokuwa, itategemeana kutokana na mazao ambayo tutakuwa tunayaweka na kuyatoa, si ndio manake? Na watu wa marketing tunao ambao watakuwa wanafanya marketing nje ya nchi. Kwa hiyo hakutakuwa na shida sana ya soko katika hiki ambacho tunachokifanya. Kwa mimi nafikiria kama Mungu atatujalia ni swala tu la kuungana pamoja, tuone soya itakavyotoka, ili sasa na Njombe pia mwanze kulima soya. Mwanzo wake ndio huu, na imeanza kutoa ni machache lakini ni madogo bado, ndio tumetoa kupanda. Kwa hiyo ina maana hii tunaendeleza kwenye hekari 650 katika uwekezaji wetu, na baadaye serikali itaona jinsi gani tutakapokuwa tumeisaidia, kwa sababu hii ardhi ukiangalia kwa mfano hapa walikuwa wamelima mahindi kidogo, lakini utakuta kwamba mahindi hayajastawi kwa sababu ardhi nayo pia inakuwa imeonekana imechoka. Lakini pamoja na hayo ni kwamba tuna aina ya mawe ambayo tunayasaga, tunayaweka katika ardhi yetu, basi hii ardhi inakuwa imepandikizwa madini. Kwa sababu tatizo kubwa la udongo tulionao sasa hivi sio mbolea, zaidi ni madini, ndio hakuna kwenye ardhi. Sasa sisi tuna kiwanda chetu sisi wenyewe ambacho kiko Mbeya.
kinasaga yale mawe. Tukichanganya tukiweka hapa, hurudi tena kuweka mbolea maishani mwako. Hurudi kuweka tena sio viuatilifu. Kwa hiyo ina maana ile nani hii, yale mawe yanafanya kazi vizuri mno. Na mfano wake angalieni yale misitu yani hii miti, angalia miti yote ilivyokaa ambayo ipo haijatumia mbolea. Kwa sisi hatuwezi tunajua kabisa kwamba madini ndio yanaokula na hiyo miti, ndio maana inapata madini na maji. Kwa hiyo ina maana vitu hivyo vile vikipatikana ndani ya ile shamba lote, maana itakuwa ni shamba la mfano. Kigezo tunachotaka sisi kutumia hapa ni kwamba ni kuondokana na mbolea za madawa ambazo ni sumu kwa mwanadamu. Ili kutekeleza hilo, tunataka hili shamba ndio liwe shamba darasa kwa nchi nzima. Kwamba njooni muone sehemu ambayo hujatumia mbolea, umepandikiza madini, na angalieni mazao yanavyoweza kuwa mazuri zaidi. Umenielewa? Kwa hiyo hili ni shamba darasa la nchi nzima. Tutataka vijana wanaojifunza kilimo watakuja kuona matokeo yake. Hapa tunataka kwamba waje waone matokeo. Lakini hili shamba halitapandwa na viuatilifu vyovyote vya sumu. Hii ni shamba ambalo litapandwa kwa kutumia madini na maji. Ndio kitu kikubwa katika mmea. Mmea unakula madini na maji basi. Naona. Na uzuri wa hii soya itatusaidia sisi kuweka nitrogen. Inavuta nitrogen nyingi kuingiza kwenye ardhi. Na sisi kwa sababu tunatumia mawe mengi hayana nitrogen. Kwa hiyo ina maana hapa tumepata full package, kwamba tuna madini ambayo pia kunakuwa na nitrogen pia. Kwa hiyo NPK za kawaida za kile ambazo ni original, kwa sisi madini yetu hatutengenezi. Madini yetu sisi ni original. Kwa sababu madini ambayo yanatokana na miamba ni madini ambayo yanatokana na jinsi Mungu alivyoumba yale mawe. Kwa hiyo it means patakuwa ni organic farm kwa Tanzania nzima. Hii tunaipiga yote organic farm, na watakuja kuona, watakuja kuprove kwamba yes, hatuna sababu ya kutumia mbolea za chumvi ambazo maybe zinatuletea matatizo, kwa sababu zile mbolea ukiweka hapa kwenye udongo zinaunguza yale madini yetu. Mmea wetu unapokula yale madini, unapokula chakula inakwenda kuunguza madini ulionayo wewe mwilini mwako. Ndio maana unapata madini ya matatizo ya kansa, maradhi mbalimbali, kwa sababu unaunguziwa wewe madini ambayo wewe unayo mwilini mwako. Sasa vitu kama hivyo kiteknolojia tunataka tubadilike. Kwamba sasa tutatumia mawe ambayo ndio asili ya udongo. Mawe ni asili ya udongo. Kwa hiyo ina maana tukitumia hiyo haitakuwa na shida. Tutaweza kufanya kazi vizuri kabisa na itakuwa ni organic. Kwa hiyo hili kwa kifupi kabisa ni kwamba ndilo litakalokuwa shamba darasa. Pia mipango ya McDonald katika eneo hili ni kuhakikisha kwamba anaweza kujenga kiwanda ambacho kitazalisha mbolea za organic. Sasa kiwanda pia kikihamia hapa afina shambani kwangu, watakuwa wanafaidika kuona mazao yalivyo na kuona kiwanda kilivyo. Kwa watu wengi wanaadapt, hata mpaka sasa hivi watu wengi kidogo wanajaribu kutumia kwenye parachichi, na wanasema majibu yake ni mazuri, kwa sababu yale ni udongo ambao unaweka ukiwa na madini. Kwa hiyo ina maana wote nitawaomba misaada yao, na serikali itanisaidia kwa namna moja ama nyingine katika hili jambo. Tutakapokuwa kila tunavyofika, kuna watu wa Benki Kuu wakasema nilivyowapa proposal ya kiwanda, wakasema sisi tutakupa hela nyingi, lakini hela tumeziinvesti CRDB. Sasa CRDB watakupa, kwa nategemea hapa pia nitakuwa na muunganiko mkubwa na CRDB, kwamba watanipa fedha ambazo zitanisaidia mimi kufanya nini, kukamilisha hili jambo, na kwamba hili jambo lionekane live, ili tuweze kuinua uchumi wa mkoa wetu wa Njombe. Ukiangalia zaidi ni kwamba tuna watu wengi ambao wanafanya kazi hizi, zote ni ajira. Shamba kama unavyoliona jinsi lilivyo. Kwa hiyo ina maana mpaka sasa hivi jinsi hali inavyokwenda ni kwamba matatizo, sijaona mimi matatizo aina yoyote, na ushirikiano mzuri na kijiji. Kwa hiyo Mungu tu atusaidie hii soya iweze kupata rutuba nzuri, iweze kupanda vizuri. Basi pia tumeweza kuzungumza na wafanyakazi ambao wamenufaika moja kwa moja na fursa ambazo zipo katika eneo hili, na wanaeleza hali ya maisha yao namna ilivyobadilika kutoka hali waliokuwa nao hapo kipindi cha nyuma. Kwa majina naitwa Mage Msigala. Mimi nipo kwenye hii kampuni, kwenye huu uwekezaji ambao Mr. McDonald amekuja kuwekeza mahali hapa. Mimi ni msimamizi mkuu, nasimamia hizi kazi zinazoendelea mahali hapa. Ametuletea zao jipya, tunalima soya, tunapanda soya. Eneo hili lina ekari 650. mpaka sasa tumeshapanda soya karibu ekari 200.
nina wafanyakazi wa kutosha. Mpaka sasa watu ambao wamepewa ajira mahali hapa wanaofanya kazi pamoja na mimi tuna watu kama 40. Tupo mahali hapa tunaendelea na hili zao, maana kuna wengine wanapanda, wengine wanapalilia, wengine wanafyeka mashamba. Tunaendelea na hii ajira ambayo tumeipata. Ni mfanyabiashara tu ambaye nafanya biashara za hapa na pale. Lakini toka tulivyoingia kwenye kilimo hiki cha soya, ninaona yapo matumaini makubwa mbele yetu. Kwa sababu mtu unavyofanya kazi unaangalia kesho yako itakuwaje. Na kwa sababu hii soya sasa nasema ni na soko kubwa kimataifa, naiona kesho yangu itakuwa nzuri. Naiona kesho ya vijana wetu itakuwa nzuri. Kwa sababu hii soya itakavyolimwa, tumeshapata ajira, itakavyouzwa, wote kesho yetu itakuwa nzuri. Naiona hata kesho ya wanakijiji hiki itakuwa nzuri. Kwa sababu hii soya itakavyokuwa inalimwa, inavunwa, na mwekezaji wetu ameshawapa eka 200 wa kulima, nao watalima soya, wote tutalima soya. Ina maana wote tutauza soya zao, tutauza soya yetu kwa fedha ya kigeni. Ina maana tukileta pato la kigeni, ina maana kesho yetu itakuwa nzuri. Na ndio maana tunapambana tuhakikishe tumefanikisha. Unaongea vizuri. Naitwa Godwin Anderson Mazembe. Kwa hii kazi ninayofanya kweli imenipa kipato kizuri na imenibadilisha kimaisha kidogo, na natoa fursa kwa vijana ambao wanazurura waje kwa mama au kwa baba McDonald yuko pale, waje tu kufanya kazi. Ajira zipo nzuri, bado na vijana wangu wapo pale, tunafanya nao kazi vizuri. Bado tumepanda soya hapa kama mnavyoona zimeota. Namshukuru Mungu zinaenda vizuri na bado kazi zinaendelea. Sio mbaya, tunamshukuru tu Mungu, kazi inaenda vizuri. Nikiripoti kutoka katika eneo hili la kata ya Wemba, mimi ni Michael Mwamlima na hii ni Mchuchuma TV.